Na Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Fadhili Aaron Mwajeka, mtumishi na mtumishi wa neno la Mungu. Kisha kwa habari ya neno la Mungu. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa kunipa neema ya kutumika katika sehemu hiyo kama mwalimu. Na nina somo ambalo tutashirikiana siku ya leo ambalo Mungu amenipa kushirikiana pamoja na mimi. Somo ambalo linasema umuhimu wa kujazwa upako wa Roho Mtakatifu ili uweze kufika mahali unapotakiwa kufika. Somo tuliokuwa nao, umuhimu wa kujazwa upako wa Roho Mtakatifu ili upate kuweza kufika mahali unapotakiwa kuweza kufika. Na ndani ya somo hili la umuhimu wa kujazwa upako wa Roho Mtakatifu kuna vitu kadhaa vya kujitazama. Ambacho kitu muhimu sana sana ni kwa habari ya upako wa Roho Mtakatifu. Unaweza kumsaidia mtu kumfikisha mahali anapotakiwa kuweza kufika. Unajua, unaweza kawa na ndoto, unaweza kawa na maono, pengine ni Mungu amekupa au ni pango kadhaa na wewe uliokuwa nao ujiwekea. Lakini upate kuweza kufika kwa mtu ambaye umemwamini Kristo, ambaye tunamtegemea Kristo, unahitaji nguvu ya uwezesho ambao tunaita upako wa Roho Mtakatifu ambao unamsaidia mtu kufika mahali anapotakiwa kuweza kufika. Na kitu muhimu kama nilivyokusisitizia kwa habari hili somo kimejaa katika umuhimu wa upako wa Roho Mtakatifu. Lakini kitu cha pili na kwa kufika mahali unapotakiwa kuweza kufika. Unaweza kuwa na destiny yako na hatima yako na maono fulani na mipango yako, lakini utawezaje kufika katikati ya level au katika hatua ile unatakiwa kufika? Unajua, si watu wengi ambao wameanza safari ya kumtumikia maono yao wakafika mwisho wa hatima ya maono yao. Ndio maana mahali pengine Paulo anazungumza kwenye kitabu cha Timotheo, anasema nimevipiga vita vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza. Kwa kufika mahali pa destiny hapa kwa hatima yako ya maono uliokuwa umeyabeba si kazi rahisi sana. Lakini nimekuletea kwa habari nzuri na somo ambalo linasema umuhimu wa kujazwa upako wa Roho Mtakatifu ili upate kuweza kusaidia kufika mahali unapotakiwa kuweza kufika. Na kitu cha kwanza kama nilivyokutazamisha ni kutazamisha kwa habari ya upako wa Roho Mtakatifu. Tunapotazama kwa habari ya upako wa Roho Mtakatifu tunasema ni nguvu ya kiutendaji inayokuwa inaachiliwa ndani ya mtu kwa ajili ya kumsaidia huyu mtu apate kuweza kufika mahali anapotakiwa kuweza kufika. Natazama inasema hivi, ni nguvu ya kiutendaji inayoachiliwa ndani ya mtu kwa ajili ya kumwezesha mtu apate kuweza kufika mahali anapotakiwa kuweza kufika. Kwa unapokuwa unatazama kwamba ni nguvu ya kuitendaji, maana yake unaweza kawa na maono yako na vision yako, lakini kitu ambacho kinakuwepo kinaachiliwa cha Roho Mtakatifu ni upako. Unapozungumzia upako, si upako, kazi ya upako si kwa ajili ya kukaa ndani ya mtu. Upako unakuja kwa ajili ya kazi maalum, kwa ajili ya utendaji wa kazi maalum. Na ndio maana nimekuzungumzia kwa habari ya nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu ni kwamba ni nguvu ya kiutendaji inayokuwa inaachiliwa ndani ya mtu kwa ajili ya kuweza kumsaidia huyu mtu apate kuweza kufika mahali anapotakiwa kuweza kufika. Inawezekana pengine ni mtumishi wa Mungu, ni mwalimu, ni mwimbaji, ni nani. Utawezaje kufika katika hatima ambayo Mungu anataka uweze kufika? Hauwezi ukafika mwenyewe kwa mahali pa hatima unapotakiwa kuweza kufika. Kitu unachokihitaji nacho kwa nacho ni nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana nimekuwekea somo ambalo linasema umuhimu wa kujazwa na upako wa Roho Mtakatifu kuweza kufika mahali unapotakiwa kuweza kufika. Na nimekutazamisha pia kwa habari ya destiny ya mtu au hatima ya mtu ambapo nilikuwa tunazungumzia ndio mahali unapotakiwa kuweza kufika. Na ukisoma kitabu cha Isaya sura 40 mstari wa 28 na kwenda mstari wa 29, kitabu cha Isaya ile sura ya 40 kuanzia ule mstari wa 28, sura 40 kuanzia ule mstari wa 28, 40 zaidi mstari wa 28. Tamsikia hivyo anasema hivi katika sura 40 mstari wa 28. Anasema, je, wewe hukusikia? Anasema hivi, je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba misho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Lakini ukaja ukasoma katika mstari wa 69 anasema hivi, huwapa nguvu wazimiao. Pia anasema kumuongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Ukisoma vizuri katika kitabu cha Isaya sura 40 kuanzia mstari wa 28, 29. Katika 28 utaona jinsi Mungu anavyojispecify mwenyewe, anajielezea mwenyewe kwamba yeye ni Mungu. Anasema, je, wewe hukujua, haukusikia kwamba yeye Mungu wa milele, Bwana muumba misho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Lakini katika mstari wa 29 ndio kitu ambacho Mungu anakitaka ukipata ukifahamu hapa. Anasema hivi, huwapa nguvu wazimiao. Yeye kama anasema hivi, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katazama katikati ya huu mstari sasa wa 29 utakuja kuona anazungumzia kwa habari ya kuwapa nguvu wanaokuwa wanazimia. Ni watu wengi wanaweza kama vile maono ndani yao, lakini baada ya muda fulani anaweza katumikia maono yake ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili, lakini hakaacha tena kuyatumikia yale maono yake. Nini kinachokuwa kimepungua ndani yake? Nguvu ya kuendelea mbele inakuwa imekwama ndani yake.
Lakini kwa habari ya hili somo inazungumzia umuhimu wa kujazwa na upako wa Roho Mtakatifu ili upate kuweza kufika mahali unapotakiwa kuweza kufika. Na ndio maana ukisoma habari za Yesu Kristo akati anawaambia mitume yake, akamwambia hamna kutoka Yerusalemu mpaka mtapokuwa mmejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa nini alikuwa amemwambia hivyo? Alijua katikati ya utumishi aliokuwa nao hawezi wakatumika sawa sawa, kwa sababu alijua katikati ya utumishi wao watakutana na vikwazo, watakutana na vitu vingi ambavyo vinaweza kukatisha tamaa. Watu hao watachoka, watazimia, wanaweza kaajirisha kwa habari ya utumishi waliokuwa wameitiwa kutumika nao. Sasa kitu gani kinahitajika? Ilikuwa inatakiwa wapate nguvu. Ile nguvu ilikuwa ni habari ya nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo itakaa nao ndani yao kwa ajili ya kuwezesha hawa watu, hata kama watakuwa wamekutana na magumu kiasi gani, wanataka kuchoka, kuzimia njiani. Biblia inasema hivi, Mungu huachilia nguvu ndani yao ili kwa kwamba ile kazi ambayo wamekuachia ndani yao wapate kuweza kuifikia na kuitenda sawa sana kutakiwa kuweza kuitenda. Ndio maana ukisoma katika 40 Isaya ambayo tumesoma 40 sura 40 mstari wa 29 anasema hivi, wapa nguvu wazimiao, kumwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukitazama katikati ya utumishi usije kadhani kwamba inawezekana Mungu amekupa maono ya kuyatumikia au Mungu mwenyewe mikakati uliokuwa nao. Tunajua tuna mipango mingi. Unaweza kuwa na mipango fulani kufikia hatima fulani ya uongozi, kufikia hatima fulani ya elimu uliokuwa nayo, kufikia hatima fulani ya mipango uliokuwa nayo kama kawaida katikati ya maisha ambayo tunaishi ya kawaida. Lakini utafikaje kule? Vikwazo vipo. Kama vikwazo vipo, utawezaje kushinda katikati ya vikwazo unavyokutana nazo? Kwa sababu inafikia hatua mpaka moyo wako unakata tamaa. Unaweza tamani uahirishe kitu ambacho kwa umekifanya na ukiwa umefanya hata miaka 4, miaka 5, lakini ukakata tamaa ukasema siwezi nikaendelea tena kufanya hichi kitu. Ni nguvu gani itaweza kukusaidia kukumotivate na kukusogeza mbele? Hayo ni magumu kukutana nayo. Kila kwa safari nzuri lazima utakutana na vitu vigumu katikati yako kwa ajili ya shetani. Anakuachia vitu vigumu kwa ajili ya wewe upate kuweza kukata tamaa kutokufika mahali unapotakiwa kuweza kufika. Sasa anasema hivi katika Isaya sura 40:29, yeye Mungu huwapa nguvu wazimiao. Kama Mungu huwapa nguvu wazimiao, maana yake kuna umuhimu wa kutafuta upako wa Roho Mtakatifu ukae nao katikati ya maono unayokuwa unatumikia au mahali unapotakiwa kuweza kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii nguvu utakuwa nayo kwa ajili ya kukuwezesha upate kuweza kufika katika hatima yako unayotakiwa kuweza kufika. Lakini jambo la pili amezungumzia kwa habari, anasema hivi, yeye Mungu huwapa nguvu wasiokuwa na uwezo. Unajua Mungu anapompatisha mtu maono si kana kwamba amekutazama kwamba una nguvu peke yake ya kuweza kufikia maono. Mungu anaweza kukuchagua na hauna nguvu, na ndio maana anaweza kukuchagua katikati ya watu si style, watu wakutazama wengine wakasema huyu hawezi kuitumikia nafasi fulani ambayo anasema anaweza kuitumikia. Yeye Mungu kama amekupa hiyo nafasi, amini kwamba Mungu atakupa uwezo wa wewe kuweza kuimudu ile nafasi uko nayo. Kwani nani alimtazamia kama Daudi anaweza akaja kuwa mfalme? Hakuna mtu ambaye anaweza kumtazamia. Ni nini Mungu anachokifanya basi? Ndani yao anaachilia kitu kinachoitwa uwezo. Anapokuachilia kitu kinachoitwa uwezo, hicho ndio kinachokaa na kutofautisha na watu wengine. Watu wengine wanapotegemea miungu, wanategemea vitu vingine, wanategemea wanadamu, lakini sisi tumaini letu kwa watu ambao tumeokoka la kwanza, na msaada wetu wa kwanza kwa watu tuliookoka upo kwa Mungu mwenyewe. Na ndio maana akasema nitawaachieni nguvu ya Roho Mtakatifu. Atapokaa Roho Mtakatifu katikati yetu, Roho Mtakatifu yeye anatuachilia nguvu ya kiutendaji. Pia ukisoma kwa habari ya mfano za kina Daniel, ukisoma kwa habari ya kina Daniel katika ufalme wa kina Nebukadneza, hapo utakutana nao kina Daniel katikati ya utumishi aliokuwa amekutana nao. Biblia inasema katika utumishi aliokuwa amekutana nao Daniel, katika nafasi ambayo alikuwa amekaa nayo pale, alikuwa amekaa pia na watu ambao ni waganga, amekaa na watu pia ni wachawi. Hao watu walikuwa wanategemea miungu mingine. Lakini Biblia inasema kwamba kina Daniel, kina Shadraka na kina Meshaki wao walikuwa wanategemea Mungu muumba mbingu na nchi. Biblia inasema kwamba Mungu akampeza sana Daniel, akapata kibali, akamfanya kuwa na maarifa makubwa sana, kuwatofautisha na watu wengine. Ni nini basi ninachotaka kutazamisha? Kwa sababu Biblia inasema hivi, Daniel ndani yake alikuwa na roho bora. Roho gani ipi? Ni roho ya Mungu inayokuwa inaachiliwa ndani ya mtu. Inapokaa ndani yako inaachilia nguvu ya kiutendaji ambayo itakutofautisha wewe na watu wengine wanaotegemea miungu, ambayo itakutofautisha wewe na watu wengine wanaotegemea wanadamu peke yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapotazamisha, unapokuwa umebeba maono ndani yako peke yake, usije ukajitazamisha au ukajiogopa peke yako ukasema hii nafasi niliyokuwa nayo siwezi nikaitumikia. Kwa sababu gani? Ukijitazama hata uliyokuwa nayo, nafasi uliyokuwa nayo, familia uliyotoka nayo, ukasema basi hii hatima ambayo naiona mbele yangu siwezi nikaifikia. Hapana. Kama ni Mungu amekuhakikishia hiyo safari anataka kuanzisha ndani yako, usivunjike moyo. Biblia inasema kwamba hivi, Mungu huwapa uwezo wasiokuwa na uwezo. Kama Mungu anawapa uwezo wasiokuwa na uwezo na kitu Mungu amekupa ndani yako, tia imani ndani ya moyo wako kwamba hii safari yangu nitatembea pamoja na Kristo. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukija ukasogea kwa habari hii ambayo tumesoma katika Isaya 40 katika mstari wa 28 na 29, kitu muhimu ambacho tunatakiwa unoti ni kwamba hivi, Mungu huwapa nguvu wanaozimia, lakini jambo la pili humuongeza nguvu yeye asiyokuwa na uwezo. Lakini anampaje nguvu mtu ambaye asiyokuwa na uwezo? Maana yake anampa uwezo kwa ajili ya kufanya nini? Anampa uwezo kwa ajili ya kufika mahali anapotakiwa kuweza kufika. Maana yake hakuna mtu ambaye amezaliwa chini ya ulimwengu ajua pasipokuwa na kitu ambacho Mungu amemwandalia ndani ya maisha yake. Kipo, lakini atakifahamuje na atatumikiaje kusudi la Mungu ambalo liko ndani yake? Bwana Yesu asifiwe sana. Utaitumikia kusudi lako ikiwa bado unatembea na roho wa Mungu. Na ndio maana ukija ukasoma kwenye kitabu cha Zaburi ile sura 32 mstari wa 8. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi ile sura 32 mstari wa 8.
Anasema hivi katika kitabu cha Zaburi ile sura 32 mstari wa 8. Anasema hivi, mimi nitakufundisha. Alafu anasema hivi, nitakuonyesha njia utakayoendea. Alafu jambo jingine anasema nitakushauri jicho langu likikutazama. Haya ni mambo matatu ambayo unatakiwa yatazame kwa habari ya kufika kwenye hatima yako. Ambapo Mungu mwenyewe anasema hivi, mimi nitakufundisha. Acha kufundisha peke yake, anasema kwamba nitakuonyesha njia utakayoiendea. Lakini jambo la tatu anasema hivi, mimi nitakushauri. Lakini jambo la mwisho la nne kabisa anamalizia kwamba jicho lake litakaa likikutazama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua si watu wengi wanaopewa maono na Mungu wakamtafuta Mungu kwa ajili ya kuyafikia maono wanaotakiwa kuweza kuyafikia ambayo Mungu amewapea. Kupewa maono na kuyafikia maono ni vitu viwili tofauti. Watu wengi wanaweza kama wamepewa ahadi ya maono peke yake, lakini wakaishi pasipo kuyafikia maono peke yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Unaweza kama umepewa ahadi ya kwamba unaweza kuwa ni mtumishi wangu, au umepewa ahadi ya kwamba mimi nimekuteua kwa ajili ya kazi maalum hii hapa. Lakini utafikaje katikati ya nafasi iliyokuwa nayo hiyo ambayo Mungu anataka upate kuweza kuifikia? Ni vitu viwili tofauti. Ndio maana kaja kusoma katika Zaburi 32 mstari wa 8. Yeye Mungu anasema hivi, mimi nitakufundisha. Anakufundisha kwa habari gani? Anakufundisha kwa habari ya kesho ambayo amekutengenezea, ambayo anataka upate kuweza kuifikia. Na shetani kumbuka naye yuko kazini kwa ajili ya kukupotosha, kukutia ukengeufu ndani ya macho yako. Kwa hivyo usipate kuweza kuifikia ile kesho ambayo Mungu amekuwa amekutengenezea. Lakini Mungu anasema mimi hivi nitakufundisha. Nitakufundisha jambo la kwanza. Lakini jambo la pili anasema hivi nitakuonyesha njia utakayoiendea. Okay. Kwa hiyo haitoshi peke yake kufundishwa, lakini pia peke yake inatakiwa upate maana kufundishwa ni hali ya kimaandalizi. Kwa hiyo kuweza kufikia hatima ya kesho hapa ambayo Mungu amekuwa amekutengenezea. Lakini ameshakutengeneza, utafikaje? Maana unatakiwa kuweza kufika. Anasema nitakuonyesha njia. Maana yake jambo la pili ameshakufundisha katika hali ya kimaandalizi, lakini unatakiwa kuonyesha njia kwamba ndiko upite hapa, upite hapa, ufanye kitu fulani na usifanye kitu fulani. Umeona? Lakini jambo la tatu anasema hivi, nitakushauri. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kupitia katikati ya magumu. Wale ambao tegemea watakushauri, wanataka kubeba, hawakubebi. Ndio wanafanyika kuwa ni mwiba kwako. Lakini nani atakayekuwa katikati yako? Ndio maana tunazungumzia umuhimu wa kujawa na upako wa Roho Mtakatifu ndani yako. Unapokuwa umejawa na upako wa Roho Mtakatifu peke yako, hautabaki na fedha peke yako. Maana hiyo utaanza kumtafuta Mungu ana makusudi gani kwa habari ya hatima niliyokuwa nimebeba. Katika hali ya kutafuta hiyo Biblia inasema kwamba Mungu yeye atakuja atakushauri ni kitu gani ukifanye katikati ya mazito uliyokuwa nayo. Na ndio maana wanasema unapokuwa unapitia katika kipindi kigumu, ni kipindi ambacho watu wengi wanapoteza hasa hatima zao. Kwa sababu gani? Wao wanaamua maamuzi yale ni magumu na ni mabaya, ambao mengi anakuja kupoteza hatima walizokuwa wamezibeba ndani yao. Lakini Biblia inasema hivi, mambo matatu haya natamani upate kuyatumia na kuyazingatia sana. Anaposema nitakuonyesha njia utakayoiendea.